mambo kuhusu historia, maana nilitangulia na halebe inasema anyonyi anombi na lotocha atokije bikachi ile na muitota misomo ichingo na bolonge bwelo. Amena. Yaani jamaa kama halina historia ni vigumu waelewe walitoka wapi na wako wapi, ni vigumu waelewe walizaliwa namna gani. Lakini katika hadithi za wazee kuambia ukoo wetu ni huu, familia yetu inakufa na magonjwa haya, mlima wetu ni huu, ikiwa unaitwa jina hili ni kwa sababu ya hiki na kile. Kizazi baada ya kizazi, ni hapo watoto wanakuja kuelewa na wanaendeleza historia yao. Haleluya. Jana nilikumbana na maswali ya kutosha kuhusu somo nililolitoa. Kumbe mpaka sasa watu hawajaelewa Isereme ni nini. Mpaka sasa watu hawaelewi kwa nini wanakutana Fizi. Haleluya. Na kumbe katika historia ni nzuri. Ibwela batu misomo vile vyangeni. Juma la kwanza tulifundishwa vitu vingi na tulifundisha mambo makuu, lakini yale ya chini imeuacha mkutano kulegalega mpaka sasa haujadhamiriwa kabisa. Na ndio Mungu ikampendeza turudi nyuma, tuanze hata tuambie watu Isereme ni nini. Bwana asifiwe sana. Isereme ni mpango wa Mungu. Waliniuliza kuhusu Isereme, Isereme ni ministeri? Isereme ni ushirika wa makanisa? Isereme, maswali yalikuwa mengi. Lakini sikiliza nikwambie. Isereme jinsi ilivyo hapa haiko ministeri. Isereme jinsi tulivyo hapa, ondoa mawazo kwa ushirika wa makanisa. Isereme ni mpango timamu, mpango mpya wa Mungu. Yesu azaliwe alikuta watu wako katika mimomonyoko na katika maabudu, hili na lile, hawa ni hawa ni wale. Akasimama akaanzisha mpango rasmi, akasema nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Haleluya. Amen. Na katikati ya wale waliokuwa wakiabudu ni mle alianza kazi, akaanza kuwaita, akajifanyia kanisa. Haleluya. Na mpango huu wa Isereme ni mpango wa pili katika programu ya Mungu. Baada ya Yesu kusema naanza kanisa na nimezalisha kanisa, Mungu mwenye kujua yote alielewa kwamba ulimwengu utaharibika na kanisa huko litaguswa kama vile mwili, na ni lazima tena pawepo mpango wa kulisimamisha na mpaka fikie kwenye ukomo kwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hiki ambacho kinafanyika hapa usifikiri ni mzaa, na hakuna mwanadamu aliyefikiria kufanya hivi. Haleluya. Kwa hiyo katika Isereme hapa mafundisho yako, Isereme inakuwa na mafundisho tofauti, inapita hata teolojia yuko nayo. Kuna mafundisho pengine ya chini lakini mazito na magumu. Ona mambo yanayotendeka, haya yanayofanyika hapa, pengine tangu uanze zehebu lako hamujavifanya. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu, kaa kimya, wewe tafakari tu, kwa nini hii? Ni nini hii? Pamoja na Bwana akufunulie. Watu wa Isereme ni watu walio na maono timamu, hawakokotwi na mtu. Haleluya. Yesu anataka kuondoka, anakwenda Yerusalemu. Alifika karibu na Bethfage, anataka ingie Yerusalemu. Ni hapo alituma wanafunzi wawili, nendeni hapo mbele mtakuta mwana punda amefungwa, mumlete, na mtu akiwasumbua na kuwauliza mnambeba wapi, muwaambie kwamba Bwana ana haja naye. Haleluya. Haleluya. Wamitume walienda, walipofika mbele kweli wakakuta punda amefungwa, na wakaanza moja kwa moja kumfungua. Ile neno alikupotea na watu wakawachia, mnafanya nini? Bwana mnamfungua Bwana punda? Wakasema Bwana ana haja naye. Sema Bwana ana haja naye. Bwana ana haja naye.
ndilo jibu la mitume. Na hii Sereme vivyo hivyo ndivyo ilivyo. Kama uko Reverend Pastor, uhakikishe kwamba Bwana unasikia sauti kwamba Bwana ana haja, na Bwana hana haja wa Kristo wako. Bwana ana haja na wewe. Bwana ana haja na kila Mkristo mwenye kuwa hapa. Kumbe lolote ambalo linaweza kufanyika hapa, Reverend Pastor na kanisa lako, wewe unaitwa kama mwana punda. Yesu anapanda juu yako, ana haja na wewe. Na kila atakacho uanze kuona hivi ambavyo vinafanyika hapa ni kwa niaba ya mapenzi ya Mungu, kwa vile ambavyo anakuitia. Kubali kupanda, kubali kwenda na Yesu. Haleluya. Amen. Hebu mwinulie Yesu, sema nakubali Bwana. Okay, na kweli yako iwe kweli. Bwana siwe sana. Amen. Kwa hiyo Sereme si kitu kingine, ni mpango mpya wa Mungu. Anaandaa walio wake kwa kwenda mbinguni. Tunakusanyishwa, kuna lengo. Ile swali la kusema oni itakuwa Fizi tu, oni itakuwa Fizi tu, na itakuwa Fizi tu. Haleluya. Amen. Maana ni Mungu. Mungu ndiye ameamuru. Mungu ndiye anasema. Na Mungu ndiye ameanzisha. Kwa nini? Haya tunayoyafanya ni mafunuo yanatoka mbali. Kwa nini mpango ufanyike Fizi? Hii Sereme, jambo kubwa lilikuwa ndani ni kwamba hii Sereme tukikaribia kufika penye lengo la Mungu, kuna maandalizi ya uamsho mkuu utakaolipuka. Haleluya. Amen. Na uamsho huu umeandaliwa hapa sababu ya nini? Mpango umeandaliwa hapa, Mungu aliona. Tunaombea Kongo, tunaombea mipaka ya Kongo. Unajua ni kwa nini? Mungu alifunua. Anayesema tuombee mipaka amefunuliwa na Mungu, si kwa bure. Maana mafunuo ya Kongo ni ya tangu awali. Kongo hii iko chini ya mamlaka ya Shetani. Amen. Amen. Kongo iko chini ya utawala wa Shetani. Na Mungu aliyefunua maneno haya alisema aliyekokota Kongo ilibebwa na watu. Aliyetawala Kongo, mmoja miongoni mwa marais, alikuwa mtu ambaye ana mapatano na mtu wa kuzimu. Anajua mashetani na anajua mapepo, anajua nguvu za giza. Akajadere kwa Shetani na kuitoa kwa Ibilisi, na Shetani akaipokea. Lakini katika kuitoa kulikuwa sharti fulani. Katika sharti za kutoa Kongo ilibidi atoe province kwa province, territoire kwa territoire. Lakini kama Fizi imechaguliwa, wakati alisogeza territoire ya Fizi ilikataa. Bwana siwe sana. Miongoni mwa territoire zote za Kongo, kila territoire Shetani anaikamata, lakini Fizi hakugusa. Amen. Haleluya. Amen. Wala wapenda wao kujisifu. Maana wajui ifanyika namna gani. Ni mpango wa Mungu juu ya kitu kifanya. Haleluya. Kuzimu ikashitoka ni nini? Ndimi za moto ziliwaka, radar satanik ikawa problem. Wakamwambia yule rais, nenda ukaulize ni kitu gani hiki? Ni uwezo gani wanachunga nao territoire? Na rais alikuwa mchawi, parmi ba sorcier, alikuwa mtu wa sorcellerie noire ambaye haina maendeleo. Akashuka akakuja katika ulimwengu wa kimapepo. Akakusanya washefu wote wa masekta na groupement. Akawauliza, mimi kama rais, lete kile ambacho mnachunga nacho kila mtu groupement yake kama sekta yake. Na kama alikuwa rais, uchawi wote ulikuwa mikononi mwake. Ila sekta ikatoa vitu vyake. Akavibeba kwenda kwa kufika kwenye meza ya Ibilisi. Akamwambia, uwezo huu ulitoka hapa. Kile ambacho kinachosababisha territoire hii ilete explosion, ifanye hivi, si uwezo kama huu. Na kwa sababu ni vile, basi tunakata Fizi. Amena. Na ndipo tulikuja jina la Fizi Mwezaire egal Zaire. Ndio kwenye kulitoka zone rouge, ndio kwenye zone rouge si kwa ajili ya vita. Zone rouge ni kwa sababu ya manifestation ya rouge iliyotokea pale kukataa na Fizi isiwe chini ya mamlaka ya Shetani. Amen. Bwana sifiwe sana. Zone rouge si kwa ajili ya vita. Ni kuzimu, na aliyekwenda kuzimu ndio walibatiza jina hilo, wakasema kumbe Fizi ile zone rouge muiache. Na ikakatwa na rais akaambiwa, siku utaingiza mguu wako katika territoire ya madhara itaisha na utakufa. Na akatawala na kufika Fizi. Bwana sifiwe sana. Kumbe
Mungu alikuwa na mpango kama huu, na hivi jinsi ilivyo, na kwa sababu mpango unataka kuanza, ni hapo Mungu akaona kumbe kile ambacho kinaweza kuleta wokovu ya ulimwengu inapaswa kuwa pale ambapo mkono wa shetani haukugusa, na ni hapo palipo matatizo yetu, na ni ndio mwanzo wa magumu tuko nayo. Haleluya, amen. Inajulikana kwa niaba ya ulimwengu, inajulikana kwa ulimwengu wa maji, inajulikana kwa ulimwengu wa anga, yaani falme zote zinajua fizi, na wanajua hapo patalipuka kitu, na ndio magumu tuko nayo, hatuwezi kujikwamua. Ndipo Mungu katoa neno hili, mkipenda kukwamua fizi, acha kwanza fizi mjikusanye kuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Si mpango wa mwanadamu. Na tusipokubaliana na hili, tutaendelea kuteswa, tutaendelea kupigwa, na tutaendelea kulia. Lakini Mungu anatunyoshia mkono wa neema. Kusanyikeni nyote mwe mmoja. Maana katika umoja mna nguvu za kupindua hizi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani nilizungumza siku ile kwamba kuna matatizo. Wakati tulipokuwa umoja, nguvu za umoja wa ubembe zilionekana. Kila mara representative anasema tano kama hili. Wakati injili ya ule umoja wa ubembe, nguvu za Mungu ziliponyesha waliokuwa katika moto, wanazungukwa na moto, lakini waliketi na moto ukaja ukapita juu yao, mavazi ya kuchomeka, kila kingine kikuchomeka isipokuwa tu majani, na tule tu majani ambayo tulibakia chini ya magoti ndio tumesalimika. Haleluya. Hapo ni muujiza wa ajabu ule. Mungu akidhihirisha kwamba kile ambacho tulichokipokea alikuwa ni Mungu mzima. Mungu ni neno, na ukipokea lile neno unakuwa na Mungu. Ubembe ulipokea Mungu mzima ambaye alikuwa akitenda, na kama vitendeki tumekwenda kombo. Usifurahi kwa sababu unajenga sana. Kuna laana inaweza kuwa kama baraka. Unaweza kufanya makubwa lakini chini ya laana. Jambo ambalo Mungu alikazia jicho, kwa nguvu yako unaweza kuifanya. Babeli walijenga. Mungu alisema nimeumba nchi, kwa hiyo zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Lakini wakati watu waliposafiri ile sura ya 11 ya Mwanzo, walifika kwenye bonde, wakajiona tujijengea hapa kwetu. Tujijengee mji, tujitafutie jina, na kilele cha mji wetu kifike wapi? Mbinguni. Kuna mengi tunayoyafanya kwa maslahi yetu. Kuna mengine tunayafanya kwa kutaka kwetu. Walipofanya hivyo, mnara ulipanda, na mwisho mbingu ikasema hapa, hiki wanachokifanya ni watu wa moja kitaendelea. Kumbe tushuke tuwachafulie roho. Amena. Wakati kusa tu kwenye ndimi hapa. Mwambie wewe inakuwa mwayo. Mwili basi likakorogana, mnara ukabatia, kila watu waliosikilizana wakaenda kwao. Kumbe katika juhudi ya kutumika, ni Paulo anasema katika Wakorintho, katika Warumi ile sura ya 10, anaombea ndugu zake Paulo. Anasema ninaona wanajuhudi, wanabidii isiyojengwa juu ya kweli. Kuna bidii isiyojengwa juu ya kweli. Ukiasi neno la Mungu, unaweza kufanya hiki na kile, lakini kwa sababu hakiko kwenye misingi, ni machukizo. Na ikiwa Mungu anasema muwe mmoja, ina maana jinsi tulivyo havimpendezi Mungu. Haleluya. Upende, usipopenda, maendeleo yako, sifa zako, Mungu anasema muwe mmoja. Ina maana tulivyo si mmoja. Tunajifanyia vyetu vya juhudi na bidii isiyojengwa juu ya kweli. Lakini kweli ya Mungu ni hii, Baba naombea hawa ili wote wawe mmoja. Na ni hapo tunapaswa kusimamia. Haleluya. Mungu wa mbinguni ametupa darubini, ameangalia juma lote limepita, na ikiwa juma lote limepita hakuandika vema, amesema hakuna chochote. Anasema hivi ni kama vile zero. Juhudi niliyo nayo ni juhudi ambayo anahitaji ifanyike baada ya kukubali kuwa mmoja. Mungu wa mbinguni
hajasema kwamba wewe representant legal, évêque, surintendant, wengine wote kwamba anakuambia uachane na pale kwenye unaabudia. Hapana, ni jinsi Mungu apendavyo. Usimame pale ulipo kwa jinsi ya Mungu, wote wawe mmoja. Ni fumbo kubwa, na kwa kuingia katika ile mmoja inahitaji tu Bwana ana haja nawe. Uhakikishe kwamba Bwana ana haja nawe, na tukifika pale palipo mmoja, ni pale Mungu atatuambia ni nini tutakachofanya. Lakini tabuko mbele yetu anasema kwamba anapenda tukusanyike. Cha kwanza atashusha uamsho, na uamsho hautashuka hajafanya tik. Ile ndio nilikuwa napenda. Bwana asifiwe sana. Na kitakachodhihirisha tik ya Mungu ni ule umoja. Ukienea tu na kitu kitaripuka. Huko tusikaushe wenzetu. Haleluya. Ikiwa Kongo iko na cheza, source ya kwanza ni hapa. Maana Kongo iko chini, inachunga umoja wa Fizi, inachunga umoja wa watu wakubaliana. Na ikiwa wa Uvira waliitwa, wa Bukavu wanaitwa, wa Belgique wanaitwa, wenye kwenda Belgique, wenye kwenda Ulaya, Mungu anasema wataenda. Hivi wakingaliki wanakwenda, kuna njia nyingine haijawa kwa niaba ya Israeli. Haleluya. Maana siku wataenda kwa mpango wa Israeli, haitakuwa hivyo walivyo, ila wajue kwamba Mungu anasema wanaopenda watarudi tu. Na ndio maana anasema pale, kama kwenu kukiharibika utakuja kuangalia wapi? Muone kazi ambayo tuko na hivi chote ambacho kimefanyika hapa. Mungu alipenda kuonyesha kazi ambayo kila mwananchi aliyopo hapa na kila yeyote aliyeliko kwenye mkutano. Hiyo ndio kazi gumu ambayo tuko nayo, ifikie kukomaa kusudi kitu kilipuke. Bila hivyo hatutaweza. Bwana asifiwe sana. Tusome barua ya Mtume Paulo kwa Efeso, ile sura ya 6 ule mstari wa 12. Pale kuna neno ambalo Mungu alipenda tulizungumzie katika somo hili. Kupendana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya pepo wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. 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 Kama hizi tumesoma hivi, tunapenda kudhihirisha watu waelewe kwa nini Mungu alipenda Israeli isimame. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikiwa Mungu ana mpango wa Israeli, anahitaji umoja, anapenda kiwe kitu kimoja, kwa sababu ni katika umoja ndimo mlimo nguvu. Mtume Paulo amesimama hapa katika barua ya Efeso. Efeso ulikuwa mji mbaya. Kwa macho wanadamu waliuona ni mzuri, pengine ulikuwa na biashara, pengine ulikuwa na vitu vingi vya kuvutia, lakini machoni pa Mungu haukuwa mji mzuri. Kwa sababu katika Efeso ndimo alimosimama yule Mungu Diana, Mungu mke. Alikuwa pepo mbaya na mlikuwa miungu mingi. Sasa Mtume Paulo anaambia kanisa, anasema sisi kushindana kwetu sisi haiko juu ya mwili na damu, nyama na damu, hapana. Tunapambana na falme. Falme, Biblia ya Kifaransa inasema les dominations. Amen. Hii les dominations yenyewe anasema banaitafsiri hivi, definition kama anasema ile domination. Domination ni madémons, ce sont les démons qui influencent les domaines clés de la société, les pouvoirs politiques, le système mondial, communisme, capitaliste, communisme, zile zote zile, yani communisme, capitalisme, zile socialisme, na anasema nini na masystème financier. Yani vile vitu anga ina majeshi. Wakati shetani anamchukua Yesu kwenye mkono,
alipompandisha kwenye mlima, Biblia inasema kwamba akamwonyesha dunia na falme zake zote na fahari yake yote. Hii madomination hii, wakati wewe Mkristo anaposema le pouvoir politique, akisema masocialiste, ukijitapa sema mimi ni capitalist, uko satanist. Niko communist, uko satanist. Yaani zile zote influences zote zinatoka kwa shetani. Ilikuwa ni njia za shetani kwa kuweza kugandamiza dunia. Na wakati mwanadamu akikubaliana na kukaa na ile, moja kwa moja anajifanya kuwa mwanamemba wa shetani. Na ndipo Mtume Paulo akaangalia akasema kanisa liliondolewa kwa hayo. Na ndio maana Yesu alisema mngoje Yerusalemu mpokee nguvu. Vous recevez une puissance. Ile puissance haiko force. Puissance ni ukuu, ni mamlaka yenye kuwa juu ya hii falme na mamlaka. Ndio puissance ambayo kanisa ilipewa. Na ilipewa kwa sababu ashindane na hawa. Watakuja na utisho wa kukuua. Kwa sababu huko puissance haitafanya kitu kwao. Bwana asifiwe sana. Donc vous recevez une puissance. Yaani kanisa ina uwezo. Na ndio kwa maana wakati serikali ilipoanza kuwafuatilia kwa ajili ya hiyo puissance, serikali ilikuwa kusimama watu kashindi, kasema hawa watu, na Yesu alisema litasimama tu kwa sababu ina puissance. Na ile puissance inakuja wakati watu wako katika Kristo kuwa mmoja. Na kwa sababu ulimwengu wa leo umerudishwa chini ya mamlaka, uko chini ya tawala hizo. Kumbe hata nifanye mpango mpya hivi. Ulaya, ukisikia habari za Ulaya uende na teolojia yako, utakuta watakwambia mambo ilikuwa hata zaidi ya teolojia. Unahitaji tu watu ambao tena watapakwa nguvu, watu ambao watasimama na puissance yenye kuwa juu ya hii. Wao wanasema le domination kwa wingi, lakini puissance ya Mungu ni moja yenye kupinduka na kupindukia zile zote. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Tuko chini ya influence. Hata makanisa anasema mwezi domination. Wanatoa influence les religions, yani madini, jinsi ya kumwabudu Mungu. Pepo wanatoa ile. Ukiingia katika ulimwengu wa roho, wakufundishi hali ya anga. Uone jinsi shetani anavyofanya kazi. Kwa elimu ya mapepo wanakuambia kuko mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya sita. Na zile mbingu zote zinajaa na mapepo, zinajaa na mademo, na kila demo ana influence yake. Amen. Mwi context anasema ile ya tatu, anasema le prince de ce monde de ténèbres. Prince si mwingine. Prince ndio ni demo, iko na influence. Inatawala dunia. Ni hayo inachukua wazifa kama kuko president. Kama si Mkristo, president mwenye kutawala ni demo. Yule mwenye anatumika ni etiketi. Anamjaza influence ya kutokupenda nchi, atamjaza influence ya kumwanga damu, na utakuta nchi haitakuwa mzuri. Na kwa sababu Kongo iko chini ya mamlaka ya mademo, yule prince mwenye kutawala Kongo haiwezi kwenda vilivyo, iko chini ya mamlaka. Hivyo tunahitaji tu kuwe fasi ambapo panapatia pekee Mungu atokeze yake kusudi tena iwe bomu ya kuliputia ulimwengu usalimike. Bwana asifiwe sana. Hii serene tuna mzigo mkubwa. Na hilo sasa lahitajika wale ambao wana masikio, wamesikia mwito huu. Si wote mabaki. Kunatafutika mabaki. Wale ambao wamepata masikio kusikia sauti yao. Ndio hao wanaitwa. Hivi tunakuja. Ndio maana maswali tunaliki sereme ni nini? Yeye walimwambia twende. Na ndio unakuta na michango yetu na kila kitu chetu haviwezekani. Na Mungu amenuna. Mungu amesema nini? Esheke ni nini? Wasimamizi wa madhehebu. Mungu ndiye ameona. Mungu ndiye amejua. Anatuambia kwamba kampani ya Isereme iko na zero kwa sababu linalosemeka hapa amlifanyie kazi katika makanisa yetu. Ni kwa sababu hamuelewi Isereme ni nini. Kama mngekuwa mnajua kwamba huu ndio mpango wa Mungu, ndio ingekuwa mahubiri yenu katika madhehebu na kuambia Wakristo kwa sensibiliser wakuja. Anasema kampani ya Isereme imefeli kwa sababu wale ambao wangetoa ushuhuda na kuambia watu jinsi ilivyo wamenyamaza. Tunafika hapa na kufanya vitu kama kwa unafiki. Sifa na maabudu tunaifanya hapa,
lakini kwa makanisa yenu haifanyiki. Ina maana kukubali kwamba hili linalofanyika hapa ni mpango wa Mungu, na hili Mungu wa mbinguni amesema hakubaliani na hili. Wale ambao wanajua, ambao wanasikia, ambao wanakubaliana kwamba ni Mungu, ni lazima wafanye. Kumbe juma lote lililopita kuna zira, kwa sababu wanaosimamia madhehebu hamkufanya sensibilisation nzuri kuambia kwamba huu ndio mpango wa Mungu. Haleluya. Wewe una vile vinyo unajua juu ya maabudu, hautafanyiza maabudu kama haya. Huu ni mpango wa Mungu. Uwe na elimu yako na vingine, wewe fata hivi. Musa aliambiwa nenda ukajenge, ujenge kwa mfano ule niliokuonyesha pale mlimani. Sawa, usiongeze na usipunguze. Na hii ni taswira ya sifa na maabudu. Vile vyenyewe unajua ni vyako, lakini Mungu wetu katika Israeli ambao mpango tuko nao, maabudu haya yanaanza nyumbani mwangu na kwa watoto wangu, na popote nilipo lazima niabudu Mungu hivi. Kwenye programu ya Israeli ambayo Mungu ananiandaa huko Kombo, na ukienda Kombo na kusomesha sikia, unakuwa muasi. Haleluya. Amen. Mkubwa alisema neno wakati tunafanya kwa spiritual. Nikomba kweli. Na alitokeza andiko moja anasema hivi: watu wangu walioitwa kwa jina langu kama watajinyenyekeza. Na kula akasema mambo ya mwisho kwamba nitaiponya nchi yao. Utanyenyekea kwa nini? Mkinyenyekea kukubali lile linatoka kinywani mwa Mungu. Yesu alimwambia Shetani, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Amen. Na kinywa cha Mungu kinasema niabudu kwa jinsi hii, na kuambia hatuna nguvu katika Ukristo kama vile ndivyo sifa na maabudu. Hakuna silaha tu ya kupindua kupita sifa na maabudu. Ikimwabudu Mungu vilivyo, ninakuambia mapepo yanatoka. Haya yote tunayofanya hapa bila kukemea kule, katika sifa yanatendeka tiktak. Haleluya. Amen. Ikiwa sifa na maabudu inakwenda sawa sawa, majeshi yaje aina gani yanaangamizwa. Siku moja Yosafati anakwenda kwenye vita na Israeli. Mungu alimwambia hapana, leta waimbaji tu. Haleluya. Uwapange mbele waseme tu umejue Bwana, asifiwe Bwana Mungu wetu wa majeshi. Waimbe tu na utaona. Na huko alikuwa anatetemeka, Mungu akamwambia vita si vyako. Wewe inua waimbaji wasimame waimbe. Unaona wenye masilaha wanarudishwa nyuma, lakini sifa mbele. Majeshi yakapinduliwa, wakaanza kuuana wao kwa wao na kutimuka na kukimbia. Bwana akashinda, mwinue Bwana mkono. Haleluya. Mungu wetu anadumu katika sifa. Kumbe tutafute njia ya sifa. Na Mungu alituambia hivi siku moja. Akatuambia katika sifa, mnaweza kuabudu sanamu bila ninyi kuelewa. Wakati mnakwenda kufanya sifa, sifa isipogonga mbingu na mbingu ishuke, ibada hilo mnaabudu sanamu, Mungu hayupo. Haleluya. Maana sinyali ya ibada kamilifu ni wakati sifa zinaimbwa, ndizo zinamuinua Mungu kwenye kiti na utukufu wake unashuka, unasikao miongoni mwenu. Haleluya. Asipofanya hivyo, mnafanya ni maabudu ya sanamu. Sasa kumbuka, ni ibada ngapi tunazozifanya zenye kudhihirisha utukufu wa Mungu? Na utukufu wa Mungu haujo kasiri kwa uficho. Akishuka, kila mtu aliye na kontakte na Mungu anaelewa Mungu ameshuka. Haleluya. Lakini nyingi tunazozifanya, kumbe tukubali na hii. Watu wangu wakisinyenyekeza kwa kila ambacho Mungu anafanya, na muombe Mungu ataponya nchi yetu. Kumbe Wakongomani tuwe macho. Na ni hapa sisi tuna mzigo. Wale wote wameitwa. Nilitangulia kusema kwamba ikiwa wasepake wako hapa, ikiwa waselepa wako hapa, hata nikwambie hivi. Hii sereme hii, wakati mzee Machumbe Sepake alipovuviwa neno hili, iliwaambia kwamba aliita wachungaji wote, akaita Kadafi, Sepake, Selpa na Methodist. Wale wakuu walikuwa pale. Akawaambia Mungu anasema hivi kwetu, tuchunge mipaka iliyowekwa na wazee. Akawaambia wandugu wapenzi, Mungu ambaye anasema hivi, wasepake wote wenye kuwa mteritwari ya Fizi waende watu wabaki mkanisa la Ubembe. Kadafe Methodist wenye kuwa Uvira watoto wabaki kanisa la Uvira pale kwenye kuwa Sepake.
Yaani Mungu anafanya, yaani mlikuja ni kuhubiri injili. Muinjili evangelist wakati anakwenda kuhubiri eneo, anakwenda kutafuta Wakristo na anawaacha pale kwenye ile kanisa lenye kuwa pale. Bwana sifiwe sana. Amen. Na Paulo anasema mimi katika mafunuo yangu sitahubiri injili mahali ambapo jina la Yesu limekwisha tajwa, nisije nikaweka msingi mwingine. Mzee wa baba akaambiwa lile. Wazee wakasikilizana, wakasema kumbe kama ni vile mwe watu wa Kadafe mfanye historia ya kanisa au wengine kubaki sio tuangalie. Sasa wakakubali wakasema nini? Kumbe tu kila watu na siege yao. Tukaenda kuuliza masiege yetu. Ni pale walienda kukwama kwa mpango huu. Kama tulipigwa vita na kama tuko na magumu, pengine kama wangekubali tangu pale, haya yote tusingeyapata. Na Mungu ambaye hachoki anaendelea kusema. Bwana asifiwe sana. Sasa mtakwenda kuma siege yenu namna gani? Ili muelewe hivi. Kanisa la Kristo hili ambalo linakwenda kuundwa hapa, Mungu anakwenda kuchagua wale ambao wako na sauti, ndio wanakuja kufanya isereme hii. Na kama haujasikia sauti, kama unajirudia tu yako, kwa sababu Mungu anataka hapa kwako itakuwa ni upuuzi. Ile ndio utakuwa maswali na huku sisi tunaendelea. Bwana asifiwe sana. Sisi tunaendelea. Kumbe isereme ina watu ambao wana sauti na mpango wa Mungu upo, tutekelezwe, na usipotekelezwa ni pale tunapata magumu. Bwana asifiwe sana. Jana niligusa hili, nikasema walipotengana walikuwa na ahadi. Wakasema ninyi ambao mnakwenda kule kwa Uingereza, mkiona kule kuna maendeleo, utatuita twende. Tujie huko kwetu. Na ninyi ambao mnabakia huko kwa Uingereza, ukionekana kuna kwa maendeleo kwa Amerika, ambapo mkiona kuna kwa maendeleo, mtatuambia na sisi tutakuja tutaachana na hapa. Na nikauliza jana, eske ile maendeleo mpaka sasa mliopatana munaona aje? Amena. Munaona aje? Wewe wenyewe walienda kwa Methodist kwa Amerika, na mwe ambao mlibakia kwa Uingereza, ile maendeleo munaona aje? Hamujapata moyo kusema tuitane, mnapenda tu mwe katika ile hali tu. Mimi kwa ngambo ndiko nafikiri pengine kama ni maendeleo tungeyachanga sasa. Amena. Tuyasikilize nini? Mungu kunakuwa kama ni masomo, na hapa anakuwa na masomo. Tuyakusanye sasa iwe masomo ya mingi kuliko kwa ya fulani. Maana Mungu anayedai amuko mmoja anaona jinsi tulivyo hatuko sawa, na tusideplace sauti ya Mungu mwingine. Mungu anasema ili wote wawe mmoja. Naanza kuambia kwamba kuchanga Methodist au utabaki vile ulivyo, lakini procedure yetu tutumia Mungu ndio anaijua, lakini kwanza tukubali. Na si hawa tu ndio walipoondoka, kama kuna kwa community unatoka mbali. Ninyi wote kwa community mlitoka mbali. Ninyi nyote mmekuja kuchangia kwenye ile mimomonyoko ya kufanyika tu kitu. Kumbe turudi. Wakati tulianza hii series tulifanya vitu hivi. Tulikesha hapa vikundi vya misamaha, tusameane. Tukachunga tuangalia kile kitakachofanyika. Na Mungu akawa anatuchungulia. Soma Yeremia. Ile sura ya 8 mstari wa 4 hadi 6. Maana ndivyo Mungu nifanye. Uyaandike na yawe kumbukumbu kwa moyo wa kila mmoja, atakapochukua hatua na njama zingine zisizofaa, lile ulilolisema Mungu liambatane naye, kwa maana ni upuuzi na litakuwa lisiyofaa. Na shukuru kwa sababu ushuhuda upo. Nimekuona Bwana, naona jinsi malaika wameshuka, nimeona jinsi malaika wamesimama, nimeona jinsi jeshi la mbingu lipo. Asante kwa sababu kila mmoja amesimamiwa. Asante kwa sababu neno hili Mungu limebaki ushuhuda. Hata mapenzi yako yaonekane sasa Mungu, ufanye lile utakalo kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Saki
sakira chile buongo tunyate olonge mambo sukubaira olai kwingi malaya ila busuku ebe tonu manobe matame masele ase sakira chile buongo tunyate olonge wakele ela Yesu monya ale butenda mudange bange ete mulole na imana musambira mirembe ete unile muitane bange ete mulole na imana musambira mirembe ete unile muitane. Tato na ora ne deva manga basere ase Omboka ora beni Yesue ure Ukendo bangu dono ramba boba manga Iyo ona ye ya eta bungu Tato na ora ne deva manga basere ase Omboka ora beni Yesue ure Pakelela Yesu monya ale botenda mudange bange ete mulore na imana musambira mirembe ete unile muitane